Wahasibu safi. Ndugu washiriki wa mafunzo haya, niendelee kutoa shukrani kwa waandaaji wa mafunzo haya ambao ni Mamlaka ya Serikali Mtandao wakishirikiana na kampuni ya Ozone International ambao ndio wakufunzi wetu kwa mafunzo haya. Tunawashukuru sana. Tunasema kwamba hichi ambacho mmekuja nacho kwa wakati muafaka sana. Na kwa kuwa serikali hii inaendelea kuwa ni kujipambanua kama ni serikali ya kidijitali, kwa hivyo mafunzo haya tutakuwa tunaendelea kuyapata kwa kila kipindi na kila muda, na kila mabadiliko yanapoendelea kufanywa, basi tutaendelea kutoa mafunzo mbalimbali ili tuweze kwenda na wakati. Tunasema wakati wa sasa ni wakati wa kidijitali. Uwepo wa mafunzo haya sasa unakuja kutufanya sisi, nimeambiwa kwamba mafunzo haya ni ya siku 3 ambayo yalikuwa yamehusisha maafisa manunuzi, tunza hala, supplier wetu, lakini pia siku ya leo ya 3 tunamalizia kwa nyinyi wahasibu na watunza fedha wetu. Mafunzo haya yamekuja na kuakisi katika muda huu tunasema muafaka, ili kuweza kuhakikisha sasa tunafanya kazi kwa ufanisi, uwazi na uwajibikaji katika mchakato mzima wa masuala ya manunuzi. Na ndio maana sasa mfumo wetu wa IBROS umekuja kuwa integrated na mfumo wa BAMAS ili tuweze kufanya kazi kwa ufanisi na uwazi zaidi. Ndugu washiriki, niwaambie kwamba serikali yetu hii ya awamu ya 8 inayoongozwa na Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, imejipambanua kidijitali. Udanganyifu hautakiwi. Kwa hivyo lazima sasa tuhakikishe na sisi tunaendana na sera hiyo. Tuende kule ambako tunatakiwa. Mambo ya laksha sasa ya kufanya udanganyifu na udini tunaondoa. Na ndio maana kila siku tutaendelea kusoma na kila siku kutaendelea kuja hapa, kwa sababu kule ambako Mheshimiwa Rais anataka tufike bado hatujafika. Kwa hivyo tusichoke kuona mifumo mbalimbali, kuona editing mbalimbali katika mifumo yetu. Ama hata tutakapoviona badala ya kupractice havifanyi kazi, basi tunaweza kuviondoa, ili mradi tuende katika njia ambayo tunaondosha ubadhirifu. Kila kinachofanyika katika process nzima za manunuzi basi kinaonekana kwa uwazi na ufanisi zaidi. Kabisa ndugu washiriki, niwashukuru sana. Najua mmepoteza muda wenu wa kukaa hapa, lakini hamjapoteza. Mlichokipata kina bora zaidi. Kinaenda kutafsiri sasa yale ambayo mlikuwa mnayafanya na yale maono ya Mheshimiwa Rais. Tuendeleeni kumuunga mkono Mheshimiwa Rais. Haya lazima niyaseme. Tuendeleeni kumuunga mkono Mheshimiwa Rais. Tulipo siko tulikotoka. Na ametuandalia mazuri zaidi. Kumuunga mkono. Ana mengi mazuri zaidi. Pemba ya jana sio ya leo. Zanzibar ya jana sio ya leo. Tunapokwenda ni kuzuri zaidi. Aliyoyafanya katika miaka hii 5 ni mara 2 zaidi atakayokuja. Yaani atakuja kufanya mengi zaidi huko katika miaka inayofuata na mazuri zaidi ambayo tutanufaika sisi na vizazi vyetu.